Pili nataka ulitubia taifa namna ambavyo uliweke vizuri mzee Crescent Magori, nafasi yake nani kwa klabu ya Simba, amepaza sauti kama wanachama au kama sehemu ya viongozi, lakini yale aliyozungumza kwa mzee Motsepe kwamba kuna watu wako na kuongopea uwanja uko sawa sawa na leo haipo shida, lakini pia amehofu kwamba aliye nyuma ya haya tunajua ni nani, aliye nyuma ya RS Berkane ni nani. Niwekee kwenye sahani ya mazungumzo kwa jumla. Kwa namna ninavyofahamu, kwanza tukianza kwa Magori. Magori ni kiongozi wa Simba. Magori ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba, yupo upande wa Mohamed Dewji. Mo alimrudisha Magori katika kiti cha uongozi Simba, lakini ni miongoni mwa viongozi waandamizi wa Simba, na kimsingi alifanya kazi katika nafasi ya utendaji kama CEO, kama utakumbuka, kabla ya Senzo Mbata kwenda kuchukua kiti, alianza mzee Magori, na ni miongoni mwa tuseme silaha muhimu za Simba katika kampeni hii ya kimataifa. Mafanikio haya ya kimataifa, mzee Magori huwezi kumweka pembeni, ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa na mchango mkubwa. Lakini pia taarifa ambazo niko nazo sio rasmi kwa maana ya ukubwa kuthibitisha hapa, ni kiongozi ambaye amehusika kwa kiwango kikubwa sana kwenye project hii ya Simba hii ambayo tunaiona, kwa maana ya usajili na vitu vya namna hiyo. Lakini ni kiongozi ambaye tuseme wale viongozi ambao wako front kwa maslahi ya klabu. Yes, Magori comrade ni mtu ambaye huwa anakuja front, yani kuna kitu akikiona hakiko sawa basi atapiga kwa maana ya maslahi ya klabu. Umenielewa? So kwa hiki ambacho kimetokea, mzee Magori nadhani kabla ya Simba kwanza kutoa taarifa yao ya kwamba mechi ya marudiano tutaitangaza inachezwa wapi, alianza yeye mzee Crescent Magori alianza kutip hii kwamba uwanja uko vizuri, hakuna sababu ya kuhamisha uwanja, we have to escape a chaos nini. Lakini baadaye akarudi tena ndo akazungumza, akaandika swala la tunajua nani ambaye yuko nyuma ya hiki. Umeona? Kimsingi kwa uelewa wangu, tuliwahi kufanya session siku moja Pemba, yes, nilikwambia juu ya mtu mmoja hatari sana ambaye yupo Berkane. Yani hii Berkane mafanikio yake unayoyaona ni mtu ambaye moja kwa moja anahusika, ni in touch. Huyu mtu anaitwa Fauzi Lekjaa. Nimeona watu wengi wamemzungumzia sasa hivi, lakini ni mtu ambaye yupo kwenye mpira kwa muda mrefu. Kwa wale ambao ni ma-expert wa African football watakuwa namfahamu vizuri huyu bwana Fauzi Lekjaa. Fauzi ni mtu mzito katika serikali ya Morocco. Serikali kwenye politics, yani kwenye siasa au mfumo wa utawala. Ni miongoni mwa watu ambao wanafanya kazi karibu kabisa na familia ya mfalme wa Morocco. Morocco anaongozwa na mfalme, ujue sio president. Yeye yupo mule ndani. Ni mtu ambaye ana nguvu nje ya siasa kwenye football ya Afrika. Fauzi Lekjaa alikuwa vice president wa CAF kwenye wakati wa Ahmed Ahmed ambaye alikuwa president kutoka Madagascar. Alikuwa pale. Alikuwa Constantine Omar, Fauzi Lekjaa, Amaju Pinnick kutoka Nigeria. Alikuwa pia Isha Jensen kutoka Sierra Leone, udada kutoka Sierra Leone. Alikuwa mwingine sasa na Constantine Omar kutoka Kongo. Lakini baadaye alivyokuja Patrice Motsepe, akaingia Jacques Anoma kutoka Senegal kuwa vice president. Akaja Sedou Mbombo Njoya kutoka Kameruni, akaja Kanizati Ibrahim kutoka Seychelles, akaja mwingine alikuwa nani? Alikuwa nasahau, lakini kimsingi hao ni ma vice president. Fauzi ni vice president ambaye katika muhula wa pili ya Dr. Patrice Motsepe ambaye ameshinda hivi karibuni kurudi tena kuwa president wa CAF, Fauzi amemrudisha kama first vice president. Hao ma vice president wapo watano, na kwa namba sio tu watano, kuna namba 1, 2, 3 mpaka 5. Mmoja nimemsahau. Kwenye timu iliyopita alikuwa Mustafa Waberi kutoka Djibouti. Alikuwa vice president Waberi, yes, kutoka Djibouti. Hassan. Huyu alikuwa anawakilisha hii Sekafa. Sasa this time around CAF wamechagua tena ma vice presidents wengine. Katika wengine hawa 4 ni wapya. Kwa maana ya mmoja kutoka Gabon ni mpya, mmoja kutoka Ghana
huyu mpya kutoka Ghana, federation president wao mpya. Mwingine ametokea DR Congo, dada anaitwa Bestin Kazadi, alikuwa president wa Vita Club. Yes, kuna mwingine anatokea Msumbiji, Faisal Sidat, na kuna mmoja ni huyu kwa maana ya Fauzi Lekjaa, karudishwa tena kuwa vice president wa CAF. Umeelewa? Hiyo ndo nguvu yake. Hofu ya Magori inapoendelea kuelea. Nenda kwa Fauzi, ni kitu gani kingine ambacho tunataka kujua? Fauzi ni mtu mwenye nguvu kubwa sana CAF. Ana nguvu sio CAF, hadi FIFA huyu. Hadi FIFA kwenye General Assembly naye yumo pia. Huyu Fauzi Lekjaa yeye alikuwa mwenyekiti. Unaona huu mpango wa kombe la dunia la mwaka 2030 ambao litaandaliwa na mataifa matatu, Morocco, Spain na Ureno. Fauzi Lekjaa ndio mwenyekiti wa kamati ya kushawishi Portugal na kumshawishi Spain wote kwenda kuhodhi kombe la dunia mwaka 2030. Huyu anatoka Afrika, kaenda kuipush Morocco, kaenda kuipush Portugal, Ureno, kaenda kuipush na Spain kwa pale. Ni mtu ambaye amefanya kazi kwenye hizi kamati, ikiwemo kamati za mashindano za CAF. Umeelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye ana power sana. Nimejaribu kukupa tu picha ya jumla. Huyu anatokea Berkane ndo kwao ambako hii klabu inatokea. Na kimsingi aliingia kwenye hii timu kwenye miaka ya 2009 hivi. Ameongoza Berkane pia. Yes, 2009 mpaka 2019 as a president. Miaka 10 as a president. Na yeye ndo aliyeleta timu katika ligi. Imerudi mwaka 2012 ya Rais Berkane chini ya Fauzi. Baada ya kurudi timu katika ligi kuu, imeanza kufanya vizuri, wakachukua Throne Cup, wakaanza kuchukua mataji ya CAF ya kimataifa. Target yao ilikuwa ni kwenda kuchallenge Raja Casablanca, kuichallenge Wydad Casablanca ambao ni powerhouse clubs ndani ya soka la Morocco, wao kupita katikati kwenda kuwa the best club in Morocco. Just imagine investment ambayo Raja wameifanya, investment ambayo Wydad wameifanya, lakini mwamba mmoja atakupita pale akawe top kwenye mpira wa Morocco. Huyo ni Fauzi Lekjaa. And so far tunapozungumza ndo bingwa wa ligi kuu ya Morocco, maana yake amefanikiwa. Next season anaenda kwenye Champions League. Sasa basi ushawishi wake ndo mzee Magori sasa anaona huyu mtu huyu so pale kapushi kidogo. Yeah, sio mtu wa kawaida. Na kimsingi zamani ilikuwa Ahli ndugu yangu alikuwa na power kinoma tangu wakati wa General Mustafa ambaye alikuwa president wa CAF. Umeona? Baadaye wakaja viongozi wengine. Ile CAF ikawa inaonekana kama CAF ni Misri. Ahli kama ndo CAF, CAF ndo Ahli ndo CAF. Sasa ile nguvu imeanza kuhama kutoka Egypt inahamia Morocco. Umeelewa? Sasa Morocco wana power kwenye vitu vingi. Fauzi Lekjaa ndo president wa federation ya Morocco. Ni mtu ambaye anavuta sana power. Yaani anachukua vitu vingi positive kuvileta Morocco ili Morocco ifanye nini? Iwe kubwa zaidi, ikiwemo AFCON hii inayokuja. Yeye ndo ameengineer. Mwaka 2020 nikupiga kama chagamba. Mwaka na mirai 2020 RS Berkane alichukua ubingwa dhidi ya Pyramids. Finali ilikuwa hii, ilichezewa Morocco. Prince Abdellah Moulay ndo alichezea hiyo mechi Morocco. Na hiyo mechi ilikuwa msimu uliopita RS Berkane wamekosa ubingwa mbele ya Zamalek. Msimu uliofuata wale wakafanya mpango finali moja, wakaforce kwenye kubidi, wakafanikiwa wao, wakatoboa. Wakaenda finali kafanyika Morocco, Berkane akawa bingwa. Umeelewa? Finali inakuja tena hapo mbele ikaenda Godswill Akpabio Nigeria. Umeelewa? Kwa hiyo huyu Fauzi mpaka kumdoubt hivyo na watu nimeona namzungumzia sana, ni mtu mwenye ushawishi, ni mtu mwenye nguvu, ndo wasiwasi unakuja hapo in between kwa sababu mechi imehamishwa Mkapa na pelekwa Zanzibar. Lakini huko Zanzibar ilikopelekwa mechi kwa Mkapa ilikuwa saa 10. Wale wanajua usiku. Wale wanajua kuhusu saa 10. Yaani wale Waarabu wanajua kuhusu saa 10 kwa Mkapa. Yaani kwa Mkapa saa 10 kuna kwa vipi wao wanajua. Umeelewa? Kwa hiyo walikuja wakapigana hapa. Kwa hiyo mpango wa kuipeleka Zanzibar, alafu baada ya kupelekwa Zanzibar na muda pia umebadilishwa kutoka saa 10, yani bora tengepelekwa Zanzibar afu muda ule ule, lakini pelekwa Zanzibar muda saa 12 jioni, muda ambao hali ya hewa imetulia, hakuna jua kali, sababu Zanzibar na kwenyewe pia kuna joto. Zanzibar iko pwani ujue, kuna joto when it comes ni wakati wa jua, lakini kwenyewe inachezwa saa 12. Ni mazingira ambayo yanakwenda kwa favor nani? Yani na wafeva wote. Kuna wale mazingira ambayo yanamfeva mmoja. Kwa mfano, Simba anaenda kwenye baridi kali Morocco. Mazingira ambayo yanamfeva nani?
RS Berkane. Wakija huko kwenye joto kali kwa muda ule, mazingira ambayo yanafavor nani? Simba. Kwa hiyo ukaenda kuwapeleka muda ambao hakuna baridi, hakuna joto, ni muda ambao katikati inawafavor wote. Umeelewa? Advantage kwa RS Berkane. Advantage. So hapo ndani yake kuna vitu vingi sana vya kisiasa wa mpira wa Afrika. Kama ushawahi kusikia politics au siasa za mpira wa Afrika, basi hizi ndo tunaziona kwa macho yetu. Mzinga saizi kwenye dressing room ya Morocco pale kwa Fadlu Davis na vijana wake, unafikiri patakuwaje na unafikiri ni nini ambacho muhimu kufanywa kwa sasa hivi ili wachezaji watulie na wafocus kwenye mchezo wa finali ya kwanza, na wakija Dar es Salaam waipe nchi heshima na raha? Nadhani wanachotakiwa kukifanya Simba, mimi nimewaelewa. Hata taarifa yao walioitoa, wameitoa taarifa kwamba tuna focus na hii mechi. Tutakuja kuwaambia baada ya mchezo wa kwanza kumalizika. Umeelewa? Taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Berkane tayari wameshafanya booking kule Zanzibar. Kwa maana wao walikuwa wanajua, sababu taarifa inaonekana barua imekuja jana. Kwa hiyo maana yake taarifa walikuwa nayo, wameshaanza kufanya booking Zanzibar. Sijui ni hoteli gani, lakini tutafuatilia, tutajuzana tena. Lakini kimsingi so far tunapozungumza, Simba wamesema tutatoa taarifa na tunasubiri kuiona hiyo taarifa. But kwa upande wa wachezaji, naamini wachezaji hili ni jambo ambalo wanawekewa mstari. Yaani hairuhusiwi kujadili wala hairuhusiwi kuangaliwa. Chezeni finali hiyo, kwa sababu mwisho wa siku hiyo ndio finali ambayo inaweza kaakisi na matokeo ya huku. Yaani matokeo ya huku yanaweza kuwa na impact katika mchezo wa pili wa finali. Kwa hiyo utaki kutoka nje ya concentration, utaki kutoka nje ya focus. You have to focus na ile mechi. Na ile mechi ndio muhimu hatari. Ile mechi kule ndio muhimu hatari. Hatari. Hakuna upenyo hata chembe mechi kubaki Dar es Salaam kwa uzoefu wako wa mambo ya Afrika na siasa za mpira wetu. Hakuna ka upenyo changamia kupita mechi kubaki Dar es Salaam. Inawezekana unapambana, Simba wanapambana. Sasa sijui kama watafanya meeting kwa maana kikao cha dharura kulijadili hili na kuangalia namna gani wanaweza kwenda CAF, lakini muda wenyewe hautoshi. Muda mdogo. Kwa hiyo inategemea na wao wanaongea vipi na CAF, na hapa ndio inakuja lile daraja la ushawishi. Level of convince. Muna daraja gani la ushawishi? Kijana tulia. Muna daraja gani kama sio wewe? Muna daraja gani la ushawishi huko CAF? Mnatumia mechanism na njia gani za kuwafanya CAF wairudishe tena finali wapi? Benjamin Mkapa. Sio tu hivi. Convincing power ndo inakuja hapa. Sasa good thing ni kwamba Simba wamesha penetrate kwenye African football. Ukiachana na Berkane ambao wako na Fauzi Lake jana, ikumbukwe Fauzi sio kiongozi wa Berkane sasa hivi. Fauzi ameshatoka Berkane tangu 2019. Hakim Ebenillah ndo president wa Berkane. Fauzi aliitengeneza Berkane, akaitengezea misingi mizuri, alafu mwenyewe hayupo. Umeelewa? Yeye ni president wa Federation ya Morocco. Federation ya Morocco, yes, FA yao, lakini pia ni vice president wa CAF. Kwa hiyo hayupo tena Berkane, ila misingi yake inatoa faida. Sasa ukija upande wa pili, kwa maana ya upande wa Simba. Simba yenyewe imesha penetrate. Unajua Simba imeingia sana hizi chocho. Na mpira wa Afrika ili utoboe ndugu yangu, you have to penetrate. Yaani kule kafukafu kule wakujue. Penya kule wakujue kule, mambo yatakuwa. Sasa Simba amesha penya kule. Sasa inategemea. Maana hii ni maslahi ya watu. Yaani ubingwa ni maslahi. Unaweza kupenya lakini nguvu yako kupenya ilikuwa vipi? Na upande wa pili kwa maana ya Berkane, wana nguvu gani kubwa kwa kiwango gani? So ni hayo. Bwana namaliza, tunamaliza hapa. Hakuna la kusema lingine. Kwenye line nyingine Faridi Kubanda alikuwa anasema maisha ni kama kioo. Ukiachekea na wenyewe anacheka. Na hii mipaka bila huru ni utumwa wa kifikra. Chagua ufe Kijerumani, ongoke na tai, au yule mangi anaishi na njaa kati anazoela mfukoni. Uso muda kunjaribu, ni muda wa kufanya kweli. Bahari tulivu haijui kubiwa na uza wa meli. Mimi ni Sike, huyu ni Garibu Mzinga, hadi wakati mwingine. Nyuma ni Jackie amekasirika sana, lakini ndio maisha, angetakiwa kusoma awe rubani.